Mungu wa wakati, Mungu wa nyakati na majira, Mungu wa saa. Tunaliinua jina lake takatifu. Asubuhi ya leo nimeokoka, ama mchana wa leo nimeokoka kulingana na saa za penye uko. Nimeokoka na ninampenda Yesu Kristo na ni mwamba wa wokovu wangu. Tuko kwa maombi ya kuombea taifa hili, na hasa tukiwa kitengo cha wadada. Na katika safari hii tunaombea kila jimbo, na siku ya leo tunaombea jimbo la Nairobi. Kila siku tutakuwa tunaombea majimbo mawili, lakini tumeanza na jimbo moja ambalo ni jimbo la Nairobi, mji mkuu wa taifa hili la Kenya. Na kwa hivyo nawahimiza ya kwamba tukaweze kuambatana vilivyo. Janga moja ambalo limetukabiri ni kukosea neno la Mungu wakati. Janga moja ambalo linatukabiri ni kuweza kukua na saa za vitu zingine zote, lakini si saa za kutafuta ama kuwa na Mungu ama kumsikiliza. Na tuko katika hatari ya vile Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 1, maana inasema ya kwamba nilikuita ukakosa kuitika, na wewe utaitana na sitaitika. Tuko kwa hatari hiyo. Wakati ambapo Bwana anaitana na hatuitiki, anatuambia na yeye atacheka. Atacheka, Bwana atacheka. Wakati na sisi tutakuwa tunalia na kuitana, lakini mlango umefungwa, lakini saa imeisha, lakini kesi imeamuliwa. Na kwa hivyo si jambo ndogo. Janga hili ambalo tunakabiliana nalo lingine ni roho wa upovu, kutoona. Na si jambo ndogo, maana Yesu alisema ya kwamba kwa sababu mnasema mnaona, nyinyi ni vipovu. Ingekuwa heri kama mungesema hamuoni, niwape kuona. Akasema katika kitabu cha Ufunuo, njoo kwangu nikupe dawa ya kuweka kwa macho yako uweze kuona. Tunakabiliwa na janga kuu, hatari kubwa ya roho wa upovu. Na ni vyema tuweze kuomba kila wakati na kila saa, maana hii ni mbinu ya adui kupovusha macho, kupovusha akili, watu wakose kuona na wakose kufahamu. Lile lingine ni uziwi. Uziwi ya kwamba tuko na masikio haya lakini hayasikii, na kwa hivyo hatusikii hata wakati Bwana anasema njia ni hii, pitia, hatusikii. Na msema ukasema ya kwamba kuna sikio la kufa, kumaanisha ya kwamba mtu huyo hata ukimwambia hawezi sikia, na hivi atakufa katika kutosikia kwake, maana hasikii. Na kwa hivyo Bwana atusaidie na tuweze kuamka na tuweze kukumbatia na tuweze kuomba. Haya ni maombi ya kila siku, hasa kuomba kuona na kuomba kusikia. Ni maombi ya kila siku, pamoja na yale mengine ambayo ni ya kila siku, kama vile Yesu alisema tuje kwake na tuombe mkate wa kila siku.
Na kwa hivyo tunaombea mji wa Kenya, kitovu cha Kenya. Na kwa hivyo tuweze kuandamana. Leo ni siku ya kwanza ya maombi haya, na kisha tutakuwa na kumalizia tunapofikia tarehe 28 na 9 na 30, na kufika ni tarehe 27 mwezi huu wa 4. Na sasa kaunti zote tutaweza kukutana pamoja kama wadada, tuweze kuomba pamoja, tukiombea jamii zetu, tukiombea taifa hili, tukiombea kanisa la Bwana, tukiomba vile neno linavyotuambia, tukiwa wanawake, yani wale ambao walizaliwa wakiwa wa kike. Na kwa hivyo Bwana aturehemu na Bwana atusaidie. Ni vizuri kufuatilia na ni vizuri kuandama. Jipatie tu nafasi ya kuweza kusikiliza jumbe, na pia kuweza kusoma maandiko ambayo yanatangulia siku. Kama jana tuliweza kupata maandiko ambayo tutatembea nayo leo, na tumetembea nayo kuanzia asubuhi. Na baada ya hii tutapata pia maandiko ambayo yatatuelekeza. Kesho tutakuwa tunaombea kaunti 2, tutakuwa tunaombea Garissa na Wajir, na kwa hivyo utapata maandiko ya maelekezo. Kufuatia maandiko ambayo tulitumiwa na maelekezo, wacha twende, kwa sababu ya wakati kuna scriptures zimeandikwa pale tuweze kusoma. Kwa hivyo utaenda kujisomea, ndio sababu umetumiwa, maana muda ni mfupi sana. Katika kitabu cha Mathayo 7 kuanzia mstari wa 7, Biblia inatuambia ya kwamba tuweze kuuliza, tuweze kuomba. Na Bwana hatuambii tuombe bure. Wakati anasema tuombe, ako tayari kujibu. Na kwa hivyo ametuambia tuombe, nasi tutajiweka katika hali ya kuomba. Ametuambia tutafute. Ni hekima ya Mungu kuficha mambo, Biblia inasema, na ni hekima ya mfalme kutafuta. Kwa hivyo anapotuambia tuweze kutafuta, anajua tunapojipeana kabisa kutafuta, tutapata. Ameiweka mahali ambapo tukitafuta tutapata. Ndio kwa sababu anatuambia tafuteni na mtapata. Ameiweka penye tukitafuta tutapata. Lakini anataka kuona commitment, kwa sababu ni mfalme. Anasema bisha na utafunguliwa. Kuna njia kadhaa za kufungua mlango. Moja ni ukiwa na kifunguu utafungua. Pili ni ukibisha ufunguliwe. Na ya tatu ni kuvunja mlango. Bwana anatuambia tubishe na atatufungulia. Na anatuelezea zaidi na kutupea mfano ya kwamba ni nani kwetu tukiwa wazazi. Baba akiwa baba mzuri, baba mwema, anauliza ni nani ambaye mtoto wake anaweza kumuomba mkate ampe jiwe, ama muombe samaki ampe nyoka.
mlio waovu mnajua kupea watoto wenu vitu vyema, na mimi je? Kwa sababu Baba wetu wa mbinguni ni Baba mzuri, ni Baba harisi, hakuna mawaa ndani yake. Yesu akatufundisha katika kitabu cha Mathayo 6 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 14, akatufundisha jinsi ya kuweza kuomba. Akatufundisha ya kwamba tuombe: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yani tuweze kumtenganisha Baba wetu wa mbinguni na ukubwa wote ambao tunajua, na ufahari wote ambao tunajua, na nguvu zote ambazo tunajua, tuweze kumtenganisha nazo, kwa sababu yeye ni mwanzo, yeye ndiye yote, yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye mwenye nguvu zote. Na kwa hivyo Yesu akatufundisha ya kwamba tujue kumheshimu, tujue kwenda kwake, tujue jinsi ya kuuliza kutoka kwake ili tuweze kupata. Akatufundisha tuweze kuomba ya kwamba mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama vile yalivyo huko mbinguni. Dunia hii ni maono ya Mungu. Kila nchi ni maono ya Mungu. Kila kabila, kila jamii, kila mtu ni maono ya Mungu. Na Mungu aliumba na kuweka kwa makusudi. Sisi ni agenda ya Mungu. Sisi ni purpose ya Mungu. Na ndiposa Yesu akatufundisha tuweze kuomba: mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama vile yalivyo mbinguni. Na hivyo ndiyo itupasayo, maana Zaburi ya 139 inatuambia jinsi tuliweza kuumbwa, na yote ni kwa sababu ya makusudi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu ana makusudi na taifa hili. Mungu ana makusudi na jamii. Mungu ana makusudi na maisha ya kila mmoja. Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa, ako na makusudi na kanisa lake. Na kwa hivyo Yesu akatufundisha tuweze kuomba, tutembee katika hizo pages, tuweze kufanya hivyo, iweze kukua hivyo, ya kwamba mbingu na nchi zitabusiana, mbingu na nchi zitashikana, na tutafanya mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo tunaombea Nairobi, ambayo ni kitovu cha mji cha nchi. Tutasoma maandiko kwa haraka na kisha tutaomba, kwa sababu uko nayo. Nisipoyamaliza yote ambayo uko nayo, wewe endelea kuomba na endelea kusoma. Na kila wakati huwa ninasema unabii nusu ama ujumbe nusu ni udanganyifu. Kwa hivyo mhubiri anaposema tusome hapa, wewe enda soma juu yake na chini yake, uweze kupata ujumbe kamili na sawasawa. Nimesema tuna janga la kukosa wakati wa kusikiliza Mungu. Na kwa sababu tunaishi siku za microwave na touch screen, tunataka hata Mungu akuwe namna hiyo. Lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba Mungu ni mfalme. Tuende katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 14. Mambo ya Nyakati 14.
Taanzia mstari wa kwanza. Tukiweza tutaweza fika wa 15. Ila inatupasa kuomba, na kwa sababu uko nayo wewe utachukua wakati wa kufanya hivyo. Nitasoma kwa Kiingereza na kutafsiri. King Abijah was buried in Jerusalem. Then his son Asa became the new king of Judah, and there was peace in the land for the first 10 years of his reign. For Asa was careful to obey the Lord his God. Mungu ni Mungu wa wakati na nyakati. Mungu ni Mungu wa masaa. Na hivyo tunaona ya kwamba kulikuwa na utawala ambao ulitangulia huko mbele na ni nyingi falme ambazo zilitangulia. Lakini sasa tunaangalia hapa katika mlango huu, na inasema ya kwamba King Abijah utawala wake ukakuwa umekwisha kufika mwisho, na Asa akakuja ushukani, akachukua hatamu za uongozi. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa wakati, Mungu wa saa, Mungu wa majira. Asa akachukua hatamu za uongozi, na Biblia inatuambia ya kwamba nchi ikaweza kuwa na amani kwa miaka 10 ya kwanza ya utawala wa Asa. Na neno linatuambia nini ilisababisha hiyo? Nini ilisababisha hiyo? Inatuambia hivi: Asa was careful to obey the Lord his God. Wakati tunafarikana na maagizo ya Mungu, wakati nchi inafarikana na maagizo ya Mungu, wakati mtu, jamii, muamini, muombezi, tunafarikana na maagizo ya Mungu, tunakosa kuyatii, huwa tunajiweka wazi kwa maumivu, kwa uharibifu. Na ndio kwa sababu Biblia inaongea na kurudia mara kwa mara, tii hii. Kwa sababu upande wa kushoto wake wa kutotii uko na zawadi zake, uko na matokeo yake, uko na mavuno yake. Na sasa tunaona ya kwamba nchi ilikuwa na amani kwa sababu Asa aliweza kumtii Mungu. Nasi kama kanisa, nasi kama waombezi, nasi kama wananchi wazalendo wa Kenya, inatupasa kumtii Mungu wetu. Na hivi ndivyo alivyofanya Asa. Inasema he demolished the heathen altars and hills, and he broke down the obelisk, and he chopped down the shameful Asherim idols. Aliweza kutii Mungu kama vile Mungu alikuwa ameagiza ya kwamba mutalete chini miungu yote na hamutaabudu sanamu, na miungu yote ambayo imeinuliwa, na miungu yote ambayo inaabudiwa, ambayo haikuumba mbingu na nchi, muweze kuileta chini. Ni wajibu wako na ni wajibu wangu, hasa tukiwa wa Kristo. Uko na wajibu kwa jamii yenu,
uko na wajibu kwa clan, uko na wajibu kwa kabila, uko na wajibu kwa taifa, kuweza kutii Mungu na kuharibu miungu ambayo inaabudiwa, ambayo haikuumba mbingu na nchi. Na neno linasema ya kwamba Asa akabomoa yote, akatii Mungu kwa kuibomoa. And he demanded that the entire nation obey the commandments of the Lord God of their ancestors. Akaamuru kwa mamlaka yake, akiwa kiongozi wa taifa, akaamuru ya kwamba watu waweze kumtii Mungu. Tunaweza kuomba, maana tumepewa mamlaka ya kutiisha kila roho. Tunaweza kuomba na kuitiisha nchi. Unaweza kuomba ukiwa peke yako ndani ya jamii yenu na kuitiisha jamii. Na pia tunaomba ya kwamba Mungu ataweka uongozi kama wa Asa ambao utampendeza. Ataweka mtu ambaye atafanya kama Asa, wa kusababisha taifa liweze kuabudu Mungu aliyeumba mbingu na hata nchi, ili tuweze kupata amani na tuweze kufanya mapenzi na makusudi ya Mungu, na tuweze kujenga taifa kulingana na vile Mungu anavyotaka na vile anakusudia. Alafu inasema ya kwamba also he removed the sun images from the hills and the incense altars from every one of Judah's cities. That is why God gave his kingdom peace. Ndio kwa sababu alifanya mapenzi na matakwa ya Mungu. Na wewe na mimi tumeitwa na tunaombea mji wa Nairobi ya kwamba Nairobi itafanya mapenzi na matakwa ya Mungu, ya kwamba Nairobi itasikia sauti ya Mungu katika jina na damu ya Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Utaomba. Sikia hii mstari wa 6. Inasema this made it possible for him to build walled cities throughout Judah. Tunahitaji amani katika taifa, maana wakati kuko na amani katika taifa kuna maendeleo. Lakini kama hakuna amani, tunaona uharibifu. Nyumba ambazo zimechukua muda mrefu kujengwa, nyumba ambazo ni za pesa nyingi, biashara ambazo ni za mali mengi, maisha yanaharibika kwa sababu hakuna amani. Na kwa hivyo tunaomba amani katika taifa, na tunaomba amani itatawala mji wa Nairobi. Now is the time to do it, while the Lord is blessing us with the peace because of our obedience to him. He told his people, let us build and fortify cities now with the wall towers, gates and bars. So they went ahead with these projects very successfully. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Asa alitii. Tunaomba ya kwamba tutajitolea katika utiifu. Alafu sikiliza hii. King Asa's Judean army was 300,000 strong, equipped with light shields and spears. His army of Benjamites numbered 280,000, armed with large shields and bows. Both the armies were composed of well-trained brave men. But now he was attacked by an army of, oh my God, look at that.
Yaani hakukuwa comparison ya jeshi ambalo linakuja kushambulia na jeshi la Asa. Silaha ambazo walikuwa nazo, magari ambayo walikuwa nayo, wanajeshi ambao walikuwa nao, it was terrifying. Ilikuwa inatisha, ilikuwa vitisho. Lakini kwa sababu Asa na watu walifanya mapenzi ya Mungu, wakatii Mungu, Mungu wetu anaitwa Mungu wa vita. Jina lake ni Mungu wa vita. Naomba tuelewe, jina lake ni Mungu wa vita, jemadari wa vita. His name is the Lord of hosts. His name is mighty warrior. Aliambia Ayubu, je, unajua mahali nimeweka silaha zangu za vita? Unajua store, gara ambalo nimeweka silaha za vita? Mungu ana silaha za vita, na yeye hutumia vitu zote kupigana, kwa sababu zote ni watumishi wake. Ni Mungu hutuokoa tu. Unatumia kisu jikoni, na hicho kisu ni adui. Bwana asipokitawala kinaua. Unatumia moto, unakuwa mtumishi wako moto, lakini moto unaharibu, unaua. Unaona mtu tu anapiga chafya na anaisha hivyo tu. Unaona mtu amemeza chakula inamnyonga na anaisha. Na hakuwa anajifundisha kukula. Mungu ako na gara lake la silaha za vita, na yeye hupigana, na yeye hupigania wale ambao wanamwamini, wale ambao wanamuita. Daudi hata akiwa na silaha zote na ujuzi wote, hakuna vita alienda bila kuhusisha Mungu, isipokuwa wakati alienda kwa Bathsheba. Maana hata hiyo ilikuwa ni vita kali. Ilikuwa vita kali, na akaweza kushindwa pale, na ikalete balaa kubwa katika nyumba yake, na ikasababisha aweze kutoroka mtoto wake mwenyewe. Maana alikosa kutanguliza Bwana, alikosa kutumia silaha, alikosa kuuliza Bwana. Neno linasema aliona na akachukua action. Ilikuwa vita vikali, lakini hakuna vita zingine ambazo Daudi alipoteza. Maana yeye hakuweka imani yake katika magari ya vita, na hakuweka imani yake kwa wale ambao wanaitwa mashujaa wa vita wa Daudi. Aliweka imani yake kwa Mungu wa vita. Na sasa hapa tunaona ya kwamba kulinganisha jeshi la adui na la Asa ilikuwa ni kama mzaha. Mstari wa 11 unasema, wakati Asa aliona, akalilia Bwana. Oh Lord, he cried out to God. No one else can help us. Here we are powerless against this mighty army. Oh, help us, Lord our God, for we trust in you alone. Rescue us, and in your name
we attack this vast horde. Don't let mere men defeat you. Then the Lord defeated the Ethiopians, and Asa and the army of Judah triumphed as the Ethiopians fled. They chased them as far as Gerar, and the entire Ethiopian army was wiped out, so that no one man remained. For the Lord and his army destroyed them all. Then the army of Judah carried a vast quantities of plunder. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia hapa katika kutuonyesha ya kwamba vita ni vya Bwana. The battle belongs to the Lord. Vita ni vya Bwana. Vita ni vya Bwana. Na hivyo anatuambia ya kwamba tuweze kwenda kwake. Utamalizia hapo nimewachia. Lakini wacha tuangalie mistari michache ambayo pia utamalizia katika Mambo ya Nyakati wa Pili 29. Na ningetaka sana uende kusoma kwa masaa yako. Biblia inasema, nikianzia mstari wa kwanza wa Mambo ya Nyakati 29. Hezekiah was 25 years old when he became the king of Judah, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. His reign was a good one in the Lord's opinion, just as his ancestors David's had been. Tunaona mfalme mwingine ambaye anaingia ikulu akiwa mchanga. Lakini neno linatuambia ya kwamba yeye aliamini Mungu. Na inasema ya kwamba in the first month of the first year of his reign. Tukisikiliza wanasiasa huwa wanatuambia ya kwamba siku 100 ya kuingia kwa ofisi. Umewahi kusikia hiyo? Siku 100 tukiingia kwa ofisi tutafanya hivi. Haijaanza sasa. Biblia hii na mambo yote. Na inasema ya kwamba wakati Hezekia alipoingia kwa ofisi, inasema in the very first month of the first year of his reign, he reopened the doors of the temple and repaired them. Kwa sababu wakati mapenzi ya Mungu yanafanywa, wakati tunafanya mapenzi ya Mungu kama taifa na kama kanisa na kama viongozi, tukifanya mapenzi ya Mungu, unga utapatikana, sukari itapatikana, mafuta yatapatikana. Zote zimefungwa kwa mapenzi ya Mungu, kwa kutii Mungu, kwa kufanya mapenzi yake. Na inasema ya kwamba aliweza kufungua. He reopened the doors of the temple and repaired them. He summoned the priests and the Levites to meet him at the open space east of the temple and addressed them thus. Kuweza kufaulu ili
ukisoma Biblia, makuhani na manabii na Walawi walifanya kazi pamoja na wafalme. Kila mmoja akifanya jukumu lake. Na neno linatuambia hapa, Hezekia akawaambia, listen to me, you Levites, sanctify yourselves and sanctify the temple of the Lord God of your ancestors. Clean all the debris from the holy place, for our fathers have committed a deep sin before the Lord our God. They abandoned the Lord and his temple, and he turned their backs on it. The doors have been shut tight. The perpetual flame has been put out, and the incense and the burnt offerings have not been offered. Therefore, the wrath of the Lord has been upon Judah and Jerusalem. He has caused us to be objects of horror, amazement, and contempt, as you see us today. Our fathers have been killed in war, and our sons and daughters and wives are in captivity because of this. But now, I want to make a covenant with the Lord God of Israel, so that his fierce anger will turn away from us. My children, don't neglect your duties any longer, for the Lord has chosen you to minister to him and to burn incense. I want to skip to verse 15. They in turn summoned their fellow Levites and sanctified themselves, and began to clean up and sanctify the temple as the king who was speaking for the Lord had commanded them. The priest cleaned up their inner room of the temple and brought out into the court all the filthy decay they found there. The Levites, they carted it out to the brook Kidron. This all began on the first day of April, and by the 8th day they had reached the outer court, which took 8 days to clean up. So the entire job was completed in 16 days. Then they went back to the palace and reported to King Hezekiah, we have completed the cleansing of the temple and of the altar of the burnt offerings and of his accessories also, the table of the bread of the presence and its equipment. Once more, we have recovered and sanctified all the utensils thrown away by King Ahaz when he closed the temple. They are beside the altar of the Lord. Early the next morning, King Hezekiah went to the temple with the city officials, taking 7 young bulls, 7 lambs, and 7 male goats for a sin offering for the nation and for the temple. Utaendelea. Uendelee na umalize. Tazama, Biblia inatuambia ya kwamba nyumba ya Mungu ilikuwa imedharauliwa. Nyumba ya Mungu ilikuwa haifunction vile ambavyo inatakiwa. Makuhani hawakuwa wanafanya vile wanatakiwa. Walawi hawakuwa wanafanya vile ambavyo wanatakiwa. Oh Lord Jesus Christ. Lakini kukakuwa na amri ya kwamba nyumba ya Bwana itakazwe, nyumba ya Bwana isafishwe, madhabahu ya Bwana yaweze kufanya kazi. Biblia inatuambia ya kwamba
milango ilikuwa imefungwa, na ndiyo kwa sababu maadui zao walikuwa na nguvu juu yao. Lakini Hezekia akaleta revolution, akarudisha kila kitu mahali pake. Makuhani, Walawi, nyumba ya Bwana ikafunguliwa, kila kitu kikafanywa. Na Biblia inatuambia ya kwamba kukaweza kufanyika na kukua na wimbo, utaweza kusoma yote. Then verse 30 says, then King Hezekiah ordered the Levites to sing before the Lord some of the psalms of David and of the prophet Asaph, which they gladly did, and he bowed their heads and he worshipped. The consecration ceremony is now ended. Hezekiah said, now bring your sacrifices and thanks offering. So people from every part of the nation brought their sacrifices and thanks offerings, and those who wished to brought burnt offerings too. Na inaendelea mpaka umalize. Masaa ni machache, haiwezi kuturuhusu, lakini enda usome na umalize. Kila kitu kikarudishwa kwa order, na kukakuwa na ushindi. Nataka tuweze kuomba. Biblia imetuambia ya kwamba there was peace for 10 years because Asa was careful to obey God. Lord, we come before thy throne of mercy. We repent of our disobedience. We repent as ministers of the gospel. We repent as the family leaders, oh God. We repent as clan leaders, our Father. We repent as tribal leaders, oh God. We repent as political leaders, our Father. Oh God, our God, that we have disobeyed you, oh God. We have disobeyed. Tumekuasi Bwana. Tumekuasi Mungu wetu. Tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi, tukikuwa viongozi wa kijamii, tukikuwa viongozi Mungu wetu wa makabila, tukikuwa viongozi wa kanisa, tukikuwa viongozi wa siasa, oh God, tukikuwa viongozi katika kila maeneo, katika koti zetu Mungu wetu. Oh Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa kutubu na kusema tunatubu uasi wetu, tunatubu kutokukusikiliza. Tumeumia Bwana, tumeumia kwa sababu hatukujali neno lako kama viongozi wa kanisa na kama waamini, na tumekuwa jambo la kuchekelewa. Kama kanisa tumekuwa kama chombo cha kufanyiwa mzaha, tumekuwa wa kudharauliwa. Ni kwa sababu tulitoka mahali petu, ni kwa sababu tulikataa kukutii. Bwana, tunakuja mbele zako kwa kutusamehe. Tunaomba kusamehewa na wewe, tunaomba kuhurumiwa na wewe Mungu wa mbinguni. Neno linatuambia ya kwamba uchafu ukaingia kila mahali. Bwana, tazama mji wetu mkuu Nairobi, ni mji wa kifahari, ni mji mzuri, ni mji wa kutamaniwa, lakini Mungu umejawa na uchafu. Oh God, our God, umejawa na uozo, umejawa na uharibifu. Tazama Mungu wetu, oh God, our God, tukiwa wenyeji wa taifa Bwana, maadui zetu wana nguvu kuliko sisi. Watu wa kutoka nje wana nguvu kuliko sisi. Oh God, wengine wanatutawala.
tukiwa katika taifa letu ni kwa sababu tumekuasi. Bwana, tunatubu dhambi zetu tukiwa mji. Tunatubu dhambi za mji wa Nairobi. Bwana, utusamehe yale yote ambayo umeona, yale tunatenda. Tumeongoza watu kuabudu miungu ambayo haikuumba mbingu na nchi. Na neno lako linasema ya kwamba Asa na Hezekia walipoingia katika utawala, walielekeza watu kuabudu Mungu aliye na uwezo. Tunatubu dhambi, Mungu wetu. Tunatubu dhambi za State House. Tunatubu dhambi za Parliament. Tunatubu dhambi za Senate. Tunatubu dhambi za koti zetu. Tunatubu dhambi. Tunatubu dhambi za majeshi yetu. Tunatubu dhambi za jeshi. Jeshi la angani, jeshi la majini, jeshi la nchi kavu. Tunatubu Bwana. Tunatubu dhambi za kitengo cha upelelezi. Tunatubu Bwana. Tunaomba kusamehewa. Tunaomba kuhurumiwa. Tunaomba kutakazwa. Tunaondoa uchafu wote kwa maombi. Oh Bwana, njoo katika taifa hili. Bwana, tunakuomba njoo katika taifa hili. Makusudi yako yakaweze kutendeka. Bwana, tunaangusha kwa maombi. Tunaangusha kwa imani. Tunaangusha kwa maagizo yako. Madhabahu yote ambayo yameinuliwa katika taifa hili, miungu yote ambayo inaabudiwa, ambayo haikuumba mbingu na nchi, kafara zote ambazo zinatolewa kwa miungu ambayo haikuumba mbingu na nchi, tumeshinda kwa kafara ya damu na nyama za Yesu. Madhabahu yote ambayo ni kinyume cha madhabahu ya Golgotha, mahali ambapo kunaabudiwa miungu ambayo haikuumba mbingu na nchi, tunaileta chini katika jina la Yesu. Na kama taifa tunakuja kwako kwa kutii. Tunakuja kwako kwa kuzingatia sheria zako. Mungu wa mbinguni, tunatangaza ya kwamba hatutaabudu jua wala mwezi, kwa sababu uliziumba na umesema tuzitiishe. Kwa hivyo tunatiisha jua na mwezi na nyota, ya kwamba nyinyi si wa kuabudiwa. Wewe jua na mwezi na nyota, nyinyi si wa kuabudiwa, mliumbwa. Kunaabudiwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Katika jina na damu ya Yesu Kristo, na tunakuomba ya kwamba Bwana utusaidie. Tunakuja kwako kama Asa, na tunasema ya kwamba hatuna nguvu, hatuna uwezo. Lord, no one can help us, kwa sababu ushindi haupatikani na farasi, ushindi haupatikani na pesa. Ushindi unatoka kwako. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of darkness in high places.
Msaada wetu unatoka kwako Bwana. We are powerless against this mighty army. Mungu wetu, kama ilivyokuwa na Asa, maadui wa taifa hili ni wengi. Mungu wa mbinguni, wewe uliyeumba Kenya kwa makusudi yako, ni wewe uko na uwezo. And now we pray that thy kingdom come and your will be done in Nairobi, in Kenya, as it is in heaven, oh God. Tunahitaji msaada wako. Ni wewe pekee tunaaminia Bwana. Bwana, tunaomba kama alivyokuomba Asa, ushalabukazi rikoriamba yamba risa. He asked God not to let man defeat him. Bwana, wewe ndiye muumba wa mbingu na nchi na watu na vyote. Usishindwe na binadamu. Usishindwe na binadamu. Usishindwe na binadamu. Bwana, ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatendeke Nairobi. Mapenzi yako yatendeke Kenya kama vile yalivyo mbinguni. Utupiganie Bwana. Bwana, tunakuja mbele zako. Tunakuja mbele zako kama Debora. Tunakuja mbele zako kama Jael. Wangeonekana kuwa wanawake tu, masekla makaya, lakini umesema ya kwamba vitu zote ziliumbwa na wewe na makusudi yako Bwana. Na kwa hivyo ukamtokea Debora na ukamposition Jael. Bwana, tunakuomba mtokee Debora, mposition Jael kwa ajili ya taifa hili. Ukaweze kutokea Debora, utokee Jael. Tunaombea wanawake, God, our God, nguvu zako ziwe juu yao. Uwape ujasiri, uwape nguvu. Karima siye la bashala makanda rimanda remasika ya bai. Wewe Mungu wa Debora, wewe Mungu wa Jael, wewe ndiye Mungu paka leo. Tunaomba ya kwamba Debora anainuka na atalia. Biblia inatuambia, God, our God, ya kwamba Rachel alilia, akakataa kunyamazishwa, akakataa kufarijiwa. Wacha upako huu teremkie mwanamke wa Kenya. Wacha upako huu teremkie mwanamke wa Nairobi. Rakabashilo bakanda. Bwana, uliweza kupeana Sisera kwa mikono ya mwanamke. Tunaomba siri zako, tunaomba hekima yako, tunaomba maarifa yako. Masia la bakaya rimasaya. God, our God, tunakutukuza na tunakuhimidi kwa siri zako. Yes. Bwana, tunakuomba Debora